ya kuonea vitu vya kawaida hapa nyanya sokoni, kununua bidhaa. Macho yetu sisi hayaoni, lakini malaika wako pale. Mtume sasa kila inafika siku ya Ijumaa milangoni mwa msikiti kuna malaika yaktubuna al-awwal fal-awwal. Kazi yao kubwa, wanafanya kazi ya kuandika majina watu wanaingia msikitini siku ya Ijumaa. Khatibu wakipanda katika mimbari wanafunga vitabu vyao na wao wanakaa yastamiuna dhikra wakisikiliza ujumbe wa Ijumaa. Kwa hiyo Muislamu, hii ni fursa. Hii ni fursa kwa sisi, kila unaposhiriki Ijumaa unakuwa unaandikwa jina. Majina haya yanaenda wapi? Sio kwa rais, sio kwa mwenyekiti wa mtaa, yanaenda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majina yanaandikwa. Sasa inawezekana mtu akawa anashiriki Ijumaa nyingi lakini akawa hana rekodi haipo. Ana Ijumaa miaka 30 alishiriki Ijumaa lakini rekodi yake kwa majina ya malaika haipo. Kutumia fursa ya Ijumaa wahi ili tupate rekodi, tunaandikwa majina ya malaika, majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini watu kinachomshughulisha mtu achelewe Ijumaa ni kutafuta maisha. Hakuna chochote ambacho kinachelewesha mtu swala ya jamaa au Ijumaa. Ni kisingizio cha kutafuta maisha. Afanya kazi, anaona kwamba akifunga duka, akija msikitini atapishana na wateja. Kumbe si kweli. Riziki ishaendelea muda mrefu, riziki makusuma, riziki ishaendelea muda mrefu. Sisi tunapita kwenye mpango wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nakumbusha tuwahi Ijumaa. Khatibu ameongea jambo la msingi sana muhimu la kuandaa watoto kufanya ili kuwa watoto wema. Jambo la msingi sana nimeongea. Na ameongea kwa mujibu wa mafunzo ya dini, haki. Haki ya mzazi kwa mtoto. Inawezekana sasa hivi tuna tatizo kubwa sana la mmomonyoko wa maadili na watoto wadogo kutokuwasikia, kutoheshimu wazee. Tatizo kubwa sana, watoto wadogo walikuwa hawana heshima. Hivi kizazi cha Gen Z, generation Z, watoto 2000 nasema wasikii chochote. Mamshafu wale aisha sana maneno fulani, nuaibu zamanana wala aibu fina. Iwezekana kusikia aibu zama, kumbe aibu kwa sisi. Je, hawa watu tunawasimamia kimaadili? Leo watoto mpaka mwaka mmoja na unasomesha daycare. Ndio unajua kuhesabu moja mpaka 100 kwa Kiingereza na kutamka Kiingereza ndio mzazi kamaliza. Asiyezekana mmonyoko wa maadili unatokea kama hizi kwa sababu watoto hatuwaandai katika haki ya mzazi kwa mtoto kufika hapo Mwenyezi Mungu. Hiyo asilimia kubwa tulifanya. Tunawasomesha mpaka adila zinakosekana ukuta. Hakuna mpaka adila. Sasa hivi adila nasema hakuna. Badilisha kila aina ya shule kubadilisha. Hatuwaandai watu. Uislamu ni fursa. Umetoa ofa hata mtu akifariki kama kakaacha mtu mwema namwombea dua. Hata kama hatuwasimamia watoto wetu katika maadili na hasa kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu, kitabu cha Mwenyezi Mungu muongozo, hatuwasimamia hapo. Tunawasimamia kutoa ada, English medium, kwenda daycare, kila ukicha Islamu kubizi. Kila msezi kuna Januari mamako bize. Hatuwezi kusikia wazazi wanatanakiwa mbali zimefunguliwa wanatanakiwa hata mmoja. Kaenda ukienda sana usikwenda sana. Sisi kama Januari tumewekeza nguvu kubwa kwenye elimu ile. Hii elimu ya dini inaonekana jambo la ziada. Ukitaka utafanya, ukitaka usifanye. Sasa hizi tutakuja kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kasema hadithi, ni hadithi sahihi kwa Muislamu, na kama Muislamu anakuwa amini kwa Mungu atakuwa tatizo lake binafsi. Hato nyanyua ujayo mtu yeyote mpaka kila haki itekelezwe. Kila haki. Kwa sababu mtu wako maadili mabovu, unamsimamia kumtafutia ajira, apate ajira na shaka mazuri, lakini maadili ya dini hakuna. Hiyo sio kama ni mtihani kubwa sana. Kwa hiyo tusimamie watu wetu katika maadili. Wasome dini, kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii itakuwa ndio hoja sisi. Bila hivyo na hii mmonyoko wa maadili sahihi, kwa sababu watu wetu tunawatu wasimamie katika dini. Kama tunavyowasimamia kule. Wanasema
unaheshimu dini wewe? Mwanao anampeleka shule unatoa shilingi ngapi? Kama kweli mizani ya dini iko juu kuliko mizani ya vitu vingine, dini ndio kila kitu. Huko nako kupeleka shule unatoa kiasi gani kwa mwaka? Alafu pima kwenye dini ambayo ndio mkombozi wetu sisi ya kila dini. Amana ambayo Mwenyezi Mungu ameleta, unatoa kiasi gani kwa mwaka? Kila Muislamu anasema hiyo. Kwenye dini ambayo kila kitu unatoa kiasi gani kwa mwaka katika maendeleo ya mwanao? Ukijumlisha na kwenye English medium na secondary na private na boarding, unatoa kiasi gani kwa mwaka? Alafu unajikubalie dini ni heshima au heshima. Dini ndio kwa mwenyewe. Mamilioni makubwa ya kukopa kwa riba, yote hiyo. Ni upande wa dini la. Mzee walimu hata sasa kwa kunja kuzeleza kunja zile. Kuna kunja hiyo. Kunja nini bwana? Na kunja zile. Ukiwa msema kunja bali sio pesa gani kunja. Bora kuna wanajishikwa kunja pesa. Toka ni bahasha zimenyoka, msibazi ziko nyingi ziko. Kwa nini unaweza kunja mwalimu kunja ili wewe dharau dini? Kule walimu, ukimwita walimu tuition na pesa kubwa. Laki 1 tuition ndio, so school fees. Lakini huko mwalimu andika kama sasa. Wakija kwenye dua ile kunja zile pesa, kunja hivi pesa. Unafanya hivi. Sasa kitu ziada. Kunja hivi wewe kunjia na kutia mtihani kama shikaki sio. Watu wanaje dada kama hujarizika ndio mwenyewe huko mbele. Kunjia pale ukifika kama hujarizika. Shule ndio sikifta. Lakini wewe kunja ushaondoka ndo basi. Kunja zile. Dini ndio kunja tu pesa. Wao kile kwa serious. Bahasha zinakuja zile kunyoka. Ndio tulio Mungu wa Kiislamu katika kuelekea dini, kuiheshimu dini. Mara nyingi Uislamu kumalizia wao wengine wanasema unapigwa tena wasiokuwa Waislamu hapa. Uislamu tunapiga ile siku hiyo. Asema Uislamu na Mungu kupiga ile Uislamu. Tunaupiga sisi wenyewe Uislamu. Hatuijui dini, hatusomeshi dini, hatuijali dini. Hakuna mtu anaweza kupiga ile dini ya Uislamu asiyekuwa Muislamu. Sisi wenyewe. Tunaswali Ijumaa, haswali swala tano, Ramadhani mpaka Ramadhani, hatujui kitabu cha Qur'ani, hatuisome Qur'ani, madarasa ya msikitini, wahudhuriaji wa 5, 6, 7, 2, 3, na mara moja leo kwa darasa la msikiti wa idadi. Wale 30 sasa ni kwa wiki. Darasa lilikuwa 30 sasa ni kwa wiki. Watu wako. Lakini sasa sababu zilikuwa hawakwishi. Kwa tunarejea katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dini ndio mkombozi wetu sisi leo. Dini ya Kiislamu ifanyia kazi nzuri, ndio mkombozi wetu sisi siku ya kiyama. Bila ya dini hakuna kutetea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna jama'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mu'ilan ma'suma wa la taj'al fina wa la fawqana wa la tahtana wa la fi ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحانه.